Amani iwe kwako mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania. Karibu katika mahojiano maalum na Padre Chesco Msaga, misionari wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hivi karibuni alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa shirika hilo ulimwenguni. Mimi ni Eric Pasco Jr. nikiwa na ndugu yangu Rafael Mushi. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera sana kwa utume wako. Tumshukuru Mungu kwa yote ambaye anatujalia, na namshukuru Mungu ambaye ametuita ili tumtumikie kila mmoja wetu kadiri ya nafasi aliyojaliwa. Amina, amina baba. Kumekuwa na maswali mengi sana hivi karibuni, hasa baada ya nafasi ambayo ulichaguliwa wiki kadhaa zilizopita kuwa katibu mkuu wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Chesco, taarifa hizi ulizipokeaje na tushirikishe hisia zako katika hilo? Uchaguzi uliofanyika ni mchakato ambao shirika ulifanya kila baada ya miaka 6. Ndio. Na kwa mara ya mwisho uchaguzi huu au mchakato huo ulifanyika mwaka 2019 kule Poland. Ndio. Na mimi pia nilishiriki kwenye ule mkutano kwa sababu nilikuwa ni mwakilishi kutoka Tanzania niliyekwenda kwenye ule mkutano. Ndio. Na mwaka huu mkutano huo ulifanyika Roma. Ndio. Pamoja na Assisi. Ni miji katika miji hiyo miwili. Ndiyo. Ni mchakato ambao unafanyika kila baada ya miaka 6 kwa ajili ya kuwachagua viongozi wa juu wa shirika letu. Ndiyo. Na utaratibu huwa ni kama ifuatavyo. Ndiyo. Kila nchi huwa inatakiwa kutoa mwakilishi mmoja katika kila wafuasi 40 au katika kila watu 40. Ndiyo. Nchi inatakiwa ipeleke au province au vyovyote vile inatakiwa ipeleke mwakilishi mmoja. Ndiyo. Na sisi kama Tanzania, kwa sababu idadi yetu tuko zaidi ya 115, kwa hiyo tulipeleka wawakilishi jumla 4. Ndiyo. Na mkutano wetu ulianza tarehe 1 mwezi Septemba na ulikamilika tarehe 19 mwezi Septemba mwaka 2025. Ndiyo. Mkutano wetu ulianza pale Roma wiki ile ya kwanza, na wiki ya pili tulihamia Assisi ambako pia uchaguzi wa viongozi wetu wa juu wa shirika ulifanyika kule. Ndiyo. Kimsingi unapokwenda kwenye mkutano huo, Ndiyo. Lolote lile linaweza likatokea kwa sababu nchi inapokutuma kama mwakilishi katika mkutano ule, lolote linaweza likatokea. Na katika zile wiki 3 ambazo tulikuwa kwenye mkutano ule, sehemu ya kwanza ilikuwa ni kufanya tathmini kwanza ya shirika linavyofanya utume wake ulimwenguni, shirika mahusiano yake na kanisa kwa ujumla ulimwenguni, lakini vile vile shirika na mahusiano yake na taasisi nyingine. Na vile vile ilikuwa ni fursa au ni nafasi ya shirika kupanga mipango kwa miaka mingine 6 zaidi ijayo. Ndiyo. Kwa hiyo na jambo lingine ilikuwa ni kuanza kuandaa watu ili kutambua kwamba kuna uchaguzi, ili waanze kufikiria sasa kati ya wale wajumbe waliopo au wale walioko nje ya ule ukumbi walioko mahali popote ambapo shirika lipo. Ndiyo. Mtu anaweza akachaguliwa. Kwa hiyo mimi nilipochaguliwa, kawaida unapochaguliwa katika nafasi kama hizo ambazo ni nafasi za pekee za kiuongozi, kwa vyote vile unauliza kwa nini mimi, na je ninaweza? Lakini mwisho wa siku unamtumainia Mungu ambaye amekuita, Mungu ambaye daima anakuongoza katika yote unayofanya, na unasema maadamu kwamba ndugu zangu wameona ninaweza nikaendelea kutoa huduma na kuwatumikia katika nafasi hiyo, unamwambia basi Mungu, naomba unipe nguvu zako, unipe hekima yako ili niweze kuyafanya haya yote ambayo umependa niyafanye. Ndiyo. Hongera sana baba kwa nafasi hiyo. Awali tulitangaziwa kwamba umechaguliwa kuwa mshauri wa mkuu wa shirika. Baadaye tumekuja kusikia taarifa hizi. Je, ni nafasi mbili tofauti ambazo utaendelea kuzishikilia, ama ilitangulia nafasi ya awali lakini baada ya nafasi hii kubwa zaidi ya kuwa mtendaji mkuu wa shirika hili duniani, basi unaendelea kushikilia nafasi hiyo moja? Kawaida anapochaguliwa mkuu wa shirika, Ndiyo, sisi kuna nafasi 5, yani kwamba wale wakuu wa shirika ulimwenguni wako watu 5. Yupo yule mkuu ambaye ndio kiongozi wetu, sisi tunamuita moderator general, yupo makamu wake, yupo katibu mkuu, yupo mtunza fedha na yupo mshauri wa kawaida. Sasa hawa 4 ukiondoa yule ambaye ni mkuu kabisa moderator general, hawa wote 4 ni washauri. Ndiyo. Kwa hiyo mimi niko katika kundi lile la washauri, na ambao katika washauri hao sasa mmoja wapo ni katibu mkuu.
Kwa hiyo ni kundi hilo la washauri ambalo katika washauri hao mmoja wapo ndio katibu mkuu ambaye ndio kundi la wale watano ambao wanaliongoza shirika kimataifa. Kwa mtazamo wako Baba Chesko, unadhani ni mambo gani katika safari yako ya kiutume yamechangia kufikia hatua hii ya kuaminiwa katika nafasi hii nyeti zaidi? Kubwa zaidi ni kumtumainia Mungu ambaye daima ametuita. Ndiyo. Na kuwa tayari kutumika mahali popote pale ambapo kanisa linakutuma. Ndiyo. Ni imani yangu kwamba sijachaguliwa kwa sababu labda nina sifa za pekee sana kuliko watu wengine, la hasha. Ninaamini kwamba yawezekana wapo, na ninaamini hivyo kwamba yawezekana wapo pia wanashirika wengine ambao wana uwezo wa kutumikia katika nafasi hizo. Ndiyo. Lakini kwa sasa Mungu na shirika wameona kwa sasa ninaweza nikatumika katika nafasi hiyo. Kubwa zaidi ni kumtumainia Mwenyezi Mungu, lakini lingine kuwa tayari kutumika ndani ya kanisa. Haijalishi, kinachotakiwa ni kuwa tayari, kujitosa, kuwa tayari kutumika ndani ya kanisa, kuwatumikia watu na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kubwa zaidi. Mambo mengine yote mtu anaweza kujifunza wakati wote ule ukiwa ndani ya kanisa, ukimtumikia Mwenyezi Mungu kwa upendo na ukijitoa kwa moyo. Mambo mengine yote yanawezekana. Unajipangaje sasa kiroho, kiakili, kimisionari kutekeleza huduma hii kwa uaminifu? Natambua kwamba kama vile Abrahamu alivyoitwa katika uzee wake aondoke katika nchi yake na kwenda ambako Mwenyezi Mungu alikuwa amemwagiza aende. Ndiyo. Na hali kadhalika na sisi kama watawa au kama watendaji ndani ya kanisa tunakuwa tayari wakati wowote ule. Sisi hatuna makazi ya kudumu. Ndiyo. Sisi mahali popote na wakati wowote ule kanisa linapotuita na linapotutaka tuondoke na kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kuwatumikia watu, tunakuwa tayari. Ndiyo. Mimi tayari najipanga kwenda makao makuu ya shirika ili kuweza kutumika katika nafasi hiyo kama katibu mkuu wa shirika, lakini vile vile nikitumainia sala za wanashirika wenzangu popote pale ulimwenguni, sala za watu ambao tayari ninawaomba sala zao, na kila mmoja wetu ambaye ninamfahamu ninaomba sala zenu ili niendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa upendo zaidi na kwa uadilifu zaidi. Baba Chesko, nafasi hii uliochaguliwa unafikiri ina maana yoyote kwa kanisa la Afrika na Tanzania kwa ujumla? Ninaamini kwamba jambo lolote lile Mungu analolifanya linakuwa na maana. Yaani Mungu anapokuchagua au anapokuita kunakuwa na maana fulani. Katika mikakati ambayo tulikuwa tumewekeana au mikakati ya miaka 6 ijayo ndani ya shirika, moja ya mikakati ambayo shirika limefanya au limeiweka ni kupanua uwepo wa misionari wa damu azizi hapa tuseme katika bara la Afrika. Ndiyo. Na ninaamini kwamba tukishirikiana na wamisionari ambao wako Tanzania pamoja na nchi nyingine ulimwenguni tutaweza tukaifanya hiyo kazi. Yawezekana Mungu amependa katika kipindi hiki, labda kutokana na ushirikiano ambao tumekuwa nao na kanisa mahalia na maaskofu na kadhalika, bila shaka kazi hiyo tunaweza tukaifanikisha kwa msaada wa Mwenyezi Mungu vizuri zaidi kwa kipindi hiki ambapo Mwenyezi Mungu amependa tuwe katika nafasi hiyo. Baba, tunakushukuru sana. Una lolote ambalo ungependa kusema ambalo hatuja kuuliza kwa siku hii ya leo katika mahojiano haya mafupi? Mimi ninaloomba ni sala zenu, tuendelee kuwaombea wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo ambao wameenea sehemu mbalimbali ulimwenguni. Ndiyo. Tuendelee kuwaombea ili Mwenyezi Mungu azidi kutuimarisha katika utume wetu, na tuendelee kuombea maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine miito inaonekana kuwa inaendelea kufifia, hasa Ulaya na Amerika. Kule mito inaendelea kufifia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sisi hapa Tanzania Mwenyezi Mungu ametujalia tunayo miito ya kutosha. Jambo kubwa ni kuendelea kumwomba Bwana wa mavuno ili aongeze watendakazi katika shamba lake. Sisi province ya Tanzania ndio tumekuwa province ambayo tunatuma watu wengi kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kusaidiana na wamisionari wetu. Tunao wamisionari wako Amerika, tunao wamisionari wako Canada, tunao wamisionari wako Austria wako kule, tunao wamisionari Italia. Kwa hiyo sisi kama Tanzania
ndio matumaini sasa hivi makubwa ya shirika letu tuseme ulimwenguni, kwa sababu ndio tunao wanafunzi wengi zaidi, na tunatarajia Mwenyezi Mungu akiendelea kutujalia hao tutawatuma sehemu mbalimbali ili waweze kwenda kuinjilisha. Kwa hiyo mimi ombi langu kwenu ninyi nyote ambao mnatusikiliza, tuendelee kuliombea shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo ili liendelee kuleta matumaini, kuleta upendo, kuchochea upendo kati ya watu, ili watu wengi zaidi waweze kumjua Mungu wa kweli na kumtumikia Mungu wa kweli. Mtakatifu Gaspari anatuambia kwa ajili ya Mungu tunatakiwa kufanya mengi haraka na ni vizuri. Tunatakiwa kufanya mengi kwa sababu yote ni mali yake Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa kufanya haraka kwa sababu maisha yetu ya hapa duniani ni mafupi, na tunatakiwa kufanya vizuri kwa sababu Mungu asili yake ni uzuri. Asante sana baba. Unaondoka sasa Baraza la Maaskofu bila shaka baada ya kutumikia hapa kwa miaka mingi, si ndivyo baba? Ni kweli itanilazimu kufanya hivyo, japo kwamba nilitamani bado niendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu na kutoa mchango wangu mdogo hapa ndani ya baraza, lakini yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kanisa limenituma sehemu nyingine, ninakwenda na ninakwenda kwa furaha, nikijua kwamba ninakwenda kufanya bado ni kazi ya kanisa. Kanisa ni lile lile moja takatifu Katoliki la mitume. Asante sana baba na nikutakie kila jema. Shukrani. Mungu awabariki sana. Mtazamaji, ni tamati ya mahojiano mafupi na Padre Chesko Msaga, misionari wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini basi kupitia mazungumzo haya mafupi umepata nafasi ya kuhabarika, kuelimika, lakini basi pia umejifunza. Asante na kwaheri kwa leo. Mimi ni Eric Pasco Jr. nikiwa na ndugu yangu Rafael Moshi.